Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu. Karibu sana kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Leo tunaendelea na somo letu, namna ya kuokoa vizazi katika vita vya miungu, namna kuokoa vizazi katika vita ya miungu katika ulimwengu wa roho, na namna pia kuwasaidia watoto wasiweze kuharibikiwa katika vita vya miungu. Na siku ya leo nikukaribishe kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, na katika channel hii leo nitazungumza kwa habari ya vita vya miungu katika eneo unaloishi. Vita vya miungu katika eneo unaloishi. Na hapa leo nitazungumza kwa habari ya vita vya miungu katika eneo unaloishi. Miungu nimezungumza sana, lakini leo nazungumzia kwa habari ya namna inavyofanya kazi katika ardhi, katika ulimwengu wa kiroho. Na siku ya leo itazungumza kwa habari ya mawasiliano kati ya miungu na ardhi katika ulimwengu wa roho. Mawasiliano kati ya miungu na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Hebu twende tukaangalie katika siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, kama ni mara ya kwanza, unaweza ukasubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu na masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka katika ulimwengu wa roho, mpaka wa mwili ukajifunza na ukafurahia. Leo tunajifunza kwa habari ya miungu inayofanya kazi na ardhi. Kwa hiyo watu wengi huwa wanapoota ndoto, asilimia kubwa wanaota ndoto mazingira ya kule kijijini walikozaliwa. Wengi wanaota ndoto mazingira ya kule kwenye eneo walikozaliwa, na huwa hawajui kwa nini mazingira ya kule kijijini, huwa hawajui kwa nini. Asilimia kubwa Mungu anazungumza nao kwa njia ya ndoto, kwamba vifungo wanavyopitia au changamoto wanazopitia zinaambatanishwa na ile ardhi walikozaliwa au ardhi walikotoka. Sasa leo nazungumza kwa habari ya miungu inafanya kazi na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Tutaanza kama ifuatavyo. Na ukianza kuangalia, tutaanza kama ifuatavyo. Hii miungu ya ukoo inafanya kazi na ardhi katika ulimwengu wa roho. Miungu ya ukoo inafanya kazi na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tunaanza, inafanyaje kazi na ardhi? Zile tabia za watu waliozaliwa, kwa mfano Wasukuma, tabia zao natokana na ile ardhi ya eneo wanaloishi. Wachaga asili zao zinatokana na ile ardhi ya eneo wanaloishi. Wapare asili zao zinatokana na eneo la ardhi wanaloishi. Wazaramu asili zao zinatokana na ile ardhi wanayoimiliki. Ukifika tu kwenye ile ardhi wanayoimiliki, zile tabia walizokuwa nazo, tabia wanazofanya, tabia wanazotenda, utamaduni wao, mipango yao, tabia zao zimebebwa kwenye ile ardhi wanakoishi. Kwa nini sasa? Kwa sababu ile ardhi wanakoishi ndiko miungu inayotawala. Nataka tujifunze kitu kidogo hapa kabla tujasonga mbele. Anga wanatawala wakuu wa giza. Anga wanatawala wakuu, malkia wa anga anatawala kwenye anga. Joka kuu linatawala kwenye anga. Freemason wanatawala kwenye anga. Wakuu manabii wa uongo wanatawala kwenye anga. Lakini kwenye ardhi
miungu yote ya kila eneo unalofika, huwa hilo eneo au hiyo ardhi inatawaliwa na miungu katika ulimwengu wa roho, inatawaliwa na miungu katika ulimwengu wa roho. Lakini kama wewe ni mtu wa Mungu, ikawa ardhi ile iliombewa, ikakombolewa, ikatakaswa, ikafunguliwa, ardhi hiyo inakuwa inatawaliwa na Mungu katika hilo eneo. Na ndio maana ukisoma katika maandiko, Ezekieli sura ya 16, kitabu cha Ezekieli sura ya 16, unaweza ukaenda eneo fulani. Baada ya kwenda eneo fulani, ukafika kule, ukashangaa kuna roho za uzinzi na wewe zikakuvaa, ukashangaa kuna roho za uharibifu na wewe zikakuvaa, kuna roho za ukatili, mauaji, vifo na wewe zikakuvaa. Roho hizo zinakuwa kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Roho hizo zinakuwa zinafanya kazi kwenye ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu cha Ezekieli sura 16 mstari ule wa 4 anasema, na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala ukuoshwa kwa maji safi usafishwe, na ukutiwa chumvi hata kidogo. Lakini ukisoma mstari wa 3 anasema hivi, useme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi, asili ya kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkanaani na Mwamori, na baba yako na mama yako walikuwa Wahiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, anasema kitovu chako akikukatwa wala kuoshwa wala kwa maji, na usafishwe, na ukutiwa chumvi hata kidogo, wala ukutiwa nguo hata kidogo kabisa. Kwa anasema asili ya kuzaliwa kwako, alafu anataja ya Kanaani. Asili ya kuzaliwa kwako anataja ya Mhiti, Mperezi, Mwebusi, Mfilisti. Kwa tunaanza kuona kwenye ardhi ndiko kunabeba asili ile ya ukoo wenu. Kwenye ardhi ndiko kunabeba asili ya familia yenu katika ulimwengu wa kiroho. Na tunapoongelea kwa habari ya asili, sheria au kanuni au tamaduni au mila au desturi katika ulimwengu wa roho, tunapoongelea moja kwa moja tunaongelea kwa habari ya desturi, mila. Moja kwa moja tunaongelea kwa habari ya miungu. Kazi ya miungu, kazi yake miungu ni kusimamia desturi. Kazi ya miungu ni kusimamia kanuni na sheria za zile tabaka zinazokuwa pale, ule uovu unaofanyika pale, yale matambiko, ibada, ndio kazi ya miungu. Sasa kitovu kikubwa cha miungu katika ulimwengu wa roho ni ardhi, ambao miungu inamiliki ardhi katika ulimwengu wa roho, ambapo miungu yote ya eneo, kwa mfano la Mbeya, Dar es Salaam, Moshi, wapi, miungu yote inamiliki ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Unaongea nini? Mfano, hawa matajiri wanaoenda kwenye ushirikina, wakitaka kufanikiwa, lazima miungu iwakubali kwenye ile eneo unaofanyia biashara. Wao matajiri wanaoenda kwenye ushirikina, wakitaka wafanikiwe, lazima miungu iwakubalie katika hicho ambacho wanachoenda kukifanya. Miungu lazima ikubali. Miungu ikikataa, hawezi kufanikiwa. Na hata mtu anapoenda Freemason, kwenye ngome ya Freemason, lazima wawe na zile tabia za miungu, lazima wawe na miungu kwao. Kwa miungu ikikataa, huwezi fanikiwa. Unasema mtumishi, unaongea nini? Miungu ikikataa, hauwezi kufanikiwa. Sasa leo nafundisha
kwa habari ya miungu katika ulimwengu wa roho. Inaweza kuruhusu mema kwako au ikaruhusu baraka kwako katika ulimwengu wa roho wa giza. Kwa tunaanza kuona miungu inafanya kazi na ardhi. Kwa unapoanza kuingia kuombea uzao wako au watoto wako au kizazi chako au familia yako au nyumba yako au uzao wako, lazima uombee ardhi. Unapoanza kuombea kwa habari ya familia yako, watoto wako, lazima uombee ardhi, maana miungu inawashika hii watoto, inayofuatilia uzao wako, inafanya kazi na ardhi katika ulimwengu wa kiroho. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Ndio maana tajiri anaweza katajirika Mbeya, ni mkoa wa Mbeya, lakini akaja Arusha na biashara ile ile akafilisika. Tajiri anaweza katajirika Mwanza, akaja Arusha na biashara ile ile akafilisika. Ni mikoa miwili tofauti. Maana yake miungu inayomiliki Arusha tofauti na miungu inayomiliki Mbeya, na miungu inayomiliki Mbeya tofauti na miungu inayomiliki Dar es Salaam. Na ndio maana unaweza ukaona umezaa mtoto vizuri, kuna maeneo alikuwa na tabia nzuri, akaenda maeneo mengine akawa na tabia mbaya, maana alikutana na miungu ya kule ikambadilisha. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Unasema, mtumishi, unaongea nini? Kwa hiyo Ezekieli sura 16 mstari wa 4 anasema asili ya kitovu chako hakikuoshwa. Anapozungumza maeneo ya mtoto aliyozaliwa, maeneo ya mtoto chimbuko lake alikotoka, ndio maeneo hayo miungu ya pale inamfuatilia. Miungu ya pale inasimama kumwangalia mtoto huyo. Miungu ya pale inasimama kutuma tabia mbaya, uharibifu katika ulimwengu wa roho. Miungu ya pale inasimama kutuma vita katika ulimwengu wa roho. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Kutoka sura ya kitabu cha Mwanzo sura 12, Mwanzo sura 12, kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Bwana akamwambia, mstari wa kwanza na kuendelea, Bwana akamwambia Abrahamu, Bwana akamwambia Abrahamu, toka we katika nchi yako na jamaa zako na nyumba baba zako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha, nami nitakufanya we kuwa taifa kubwa, nitakubariki na kulikuza kuwa taifa kubwa jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlaani. Katika we jamaa zako zote za dunia watabarikiwa. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka wewe kwenye jamaa zako, toka wewe kwenye uzao wako, toka wewe kwenye familia yako, toka wewe kwenye jamaa zako, familia yako, uzao wako. Alafu anamwambia hama katika nchi. Alafu anamwambia naenda kufanya na wewe kuwa taifa kubwa, naenda kukubariki Ibrahimu, naenda kukubariki Ibrahimu, naenda kukutajirisha Ibrahimu, lakini toka katika nchi uliozaliwa, toka katika ardhi uliozaliwa. Mungu kumwambia Ibrahimu atoke kwao, sio kwa Mungu alikuwa haelewi, anaelewa. Miungu ya kwao na Ibrahimu ilikuwa na nguvu kubwa sana, na miungu ile inafanya kazi kwenye ardhi, inafanya kazi kwenye eneo ulikozaliwa, eneo unakoishi. Ndio maana kuna watu wanasema uchawi hauwezi kuvuka mkoa nchi. Uchawi hauwezi kuvuka mipaka ya nchi. Ni nini nataka nifundishe leo? Kwamba Ibrahimu alipotolewa kwenye nchi ya kwao, wengi walisema tu kwa nini Mungu alikuwa anaweza kumbariki kwenye ile nchi, lakini miungu ingesimama ikasema baraka zinaweza kwao. Ndio maana Mungu akamtoa kwenye nchi ya kwao, ardhi ya kwao. Biblia inaposema nchi ni ardhi,
Ndio maana ukisoma katika Yeremia 22 mstari 29, maandiko yanasema e nchi sikia neno la Bwana. Nchi ni ardhi. Kwa hiyo miungu ya kwao na Ibrahimu huwa inakaa kwenye ardhi, inazuia kwenye ardhi, inafanya kazi na ardhi. Ndio maana ukisoma katika Mwanzo, Mungu alipomtoa Ibrahimu kwao, Mungu aliweza kumbariki Ibrahimu, akampeleka katika nchi nyingine, na alimpeleka mbali kabisa. Maana yake ile miungu ya kwao ingemfuatilia, ingekutana moja kwa moja na miungu ya nchi nyingine. Lazima ungeuliza, unaenda wapi? Mnataka kufanya nini? Kwa katika ulimwengu wa roho lazima tujifunze mambo haya, ili uzao wa Ibrahimu uwe takatifu. Ulihamishwa kwenye nchi, maanake walihamishwa kwenye miungu ya kwao, ili wamtumikie Mungu wa mbingu na nchi katika roho na kweli. Nasema, mtumishi, unaongea nini? Mtumishi, unaongea nini? Miungu inafuatilia uzao, na hii ndio siri ambapo Mungu alichelewa kumpa mtoto Ibrahim. Maana wale watoto wangeharibiwa na miungu, wangefata tabia za kwao za kuabudu miungu, wangefata tabia za kwao za kutumikia miungu. Kwa Mungu cha kwanza alichokifanya, alimhamisha Ibrahimu. Miungu inafanya kazi na nchi. Kwa tunapoomba kwa habari ya familia zetu au uzao wetu, utoke kwenye roho za miungu, utoke kwenye roho za mababu. Lazima tuombee ardhi, lazima tuitenganishe hiyo familia na ardhi, lazima tutenganishe au watoto na ardhi. Unasema, mtumishi, unaongea nini? Fuatilia, mtoto aliyezaliwa Moshi ni wachache wanaofanikiwa Moshi hapo hapo. Matajiri waliozaliwa Mwanza ni wachache wanaofanikiwa Mwanza hapo hapo. Matajiri waliozaliwa Mbeya ni wachache wanaofanikiwa Mbeya hapo hapo. Ataenda kufanikiwa Dar es Salaam, ataenda kufanikiwa Moshi. Amezaliwa Mwanza, anaenda kufanikiwa Korogwe. Kazaliwa Mwanza, anaenda kufanikiwa Mbeya. Kwa nini? Kule anakoenda kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ile ardhi hakuna vifungo vyake. Ile ardhi unakozaliwa kunakuwa na vifungo. Wale wachawi wanainua miungu ya ile eneo ulikozaliwa. Wakuu wa giza wanainua vifungo vya miungu ile eneo. Ile miungu inainua wachawi, wakuu wa giza kukushambulia kwenye hiyo ardhi. Kwa tunapoenda kukomboa uzao wetu kutoka kwenye miungu, lazima namba 1 tuombee ardhi. Lazima namba 1 watu wafunguliwe kupitia ardhi. Miungu inashika kwenye ardhi, inatawala kwenye ardhi, inamiliki kwenye ardhi. Ardhi yoyote ya mkoa wote kuna miungu yake. Nifuatilie somo lijalo kwa kusubscribe channel hii na kushare ujumbe huu. Mungu akubariki. Ni mtumishi wako Apostle Katambi, katika jina la Yesu hai. Amen.